Karibu Tabora, karibu Toronto. Wenzenu juzi wamemaliza shule hapa. Tunategemea waondoke kwa utaratibu. Wametembea njia nzima, wamevua nguo, wanafanya jogging wakiwa uchi. Huyo ni mwanafunzi wa form 6, tunategemea mwakani awe chuo kikuu asaidie jamii hii. Sasa ni hivi, nimekuja kuambia kila anayemaliza mtihani wake kazi mbili tu. Ya kwanza, unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stendi. Hao wazee wote waliosoma mpaka mkuu wa jeshi la polisi nchini amesoma hapa. Na viongozi wengine wakubwa wengi wa nchi hii wangechoma hii shule, mngesoma nyie hapa leo. Waswahili walisema mchuma janga hula na wakwao. Mwaka 1927 mahali hapa paliandaliwa rasmi kwa ajili ya kuanza kutoa elimu kwa Watanganyika, ambapo shule hii kipindi hicho ilifahamika kama St. Mary's chini ya usimamizi wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Tabora. Hatukuwa na sababu ya kuwakusanya na kuwakaliza chini hapa, lakini imetubidi, na tunajua mnayo mitihani form 6. Lakini jambo ambalo limetokea siku mbili hizi mpaka leo, imetubidi tukiendelea kukaa ofisini tutakuja kuonekana ni waajabu kama hao wanafunzi waajabu waliojitokeza miongoni mwenu. Form 5 na form 6 wale ambao bado mitihani hamjamaliza, yamekuwa matukio yakijitokea hapa ya mara kwa mara. Moja, mnajulishwa na mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kuwa na simu hapa shuleni. Lakini tukiwa search hata sasa hivi wapo waliona simu. Mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kutoroka kwenda huko mitaani. Lakini hapa wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara. Na hata wapo ambao tumeruhusu wafanye mtihani wakiwa wanatokea mtaani kwa sababu za nidhamu mbovu. Wengine mpaka wanafumaniwa huko na mabinti huko mitaani. Wenzenu juzi wamemaliza shule hapa. Tunategemea waondoke kwa utaratibu. Wametembea njia nzima, wamevua nguo, wanafanya jogging wakiwa uchi. Huyo ni mwanafunzi wa form 6, tunategemea mwakani awe chuo kikuu asaidie jamii hii. Form 5 mnanisikia vizuri? Mliwaona? Si mmeona wenzenu walichokuwa nakifanya? Wanafunzi wenzenu wapo ambao tumewashikilia, wapo polisi pale waliomaliza mitihani hapa. Kwa sasa ni Milambo Sekondari ikiwa inapatikana kata ya Chemchem, manispaa ya Tabora. Milambo Sekondari ni miongoni mwa shule maarufu sana hapa mkoani Tabora kutokana na sifa yake ya kutoa viongozi na wasomi mbalimbali ambao wamekuwa msaada mkubwa sana ndani ya nchi ya Tanzania. Katika miaka ya hivi karibuni, baadhi ya vijana wanaopata nafasi ya kusoma mahali hapa kidato cha 5 na 6 wamekuwa wakieneza sifa mbaya kwa kufanya matukio yasiyomilithika kusikika masikioni na hata kuonwa kwa macho ya nyama, kana kwamba huko wanakotoka hakuna wa kuwaongoza. Baada ya session ya mwisho, combination ya HKL pamoja na HGE, baada ya kuwa wamemaliza mtihani, sisi tukiwa tunasubiri sasa je mtihani kuchukuliwa. Kwa ile jogging ya Ijumaa ilianzia uwanjani. Walipotoka uwanjani sasa, baada ya michezo ile, kimsingi cluster yetu ilikuwa imeshinda michezo mingi. Kwa wakati wanakuja sasa barabarani walikuwa na jogging, lakini wengine walikuwa wametatua uniform zao, wengine wamejichola. Kwa hiyo ilizua taharuki. Baada ya kuzua taharuki hiyo, mimi nilipata taarifa baada ya kuwa nimekabidhi mtihani, kawasha gari nikapita sehemu zote, wakawa wamesharudi, wamefika shuleni. Lakini sasa ndo tukawa tumepata sasa tips kwamba hawa nao wanataka wafanye kama wale walivyofanya. Na kimsingi changamoto ya watoto wetu wanaenda wanashindana. Wasema wale HKL pamoja na HGE walifanya hivi, sisi pengine tufanye zaidi. Kwa hiyo asubuhi tukawa tumeanza kulinani hilo, na bahati nzuri mkurugenzi akawa kafika hapa. Kwa hiyo tumekubaliana watakapomaliza tu mtihani wote wabaki kwenye vyumba vyao vya mtihani. Baada ya hapo tuwakusanye alafu waondoke kwa utaratibu. Milambo ni shule ya wavulana pekee, na jina hili Walambo si geni kwa wale waliosoma mahali hapa. Lakini mpaka kufikia hatua hii ya kamati ya usalama ya mkoa kufunga ofisi na kulazimika kufika shuleni hapa na kutoa maamuzi haya kupitia kwa mwenyekiti wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha, nini kimetokea? Kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza, zinazoenda kujitokeza walizozipanga, mamlaka ya shule iliamua hakuna kufanya mahafali. Wenzenu wakajiandaa kuchoma shule hii. Tunao polisi pale. Angalia akili za kijinga hizi ambazo sijawahi kuziona. Hao wazee wote waliosoma mpaka mkuu wa jeshi la polisi nchini amesoma hapa. Na viongozi wengine wakubwa wengi wa nchi hii wangechoma hii shule, mngesoma nyie hapa leo. Sasa ni hivi, nimekuja kuambia kila anayemaliza mtihani wake
kazi mbili tu. Ya kwanza, unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stendi. Huo ndio msamaha niliowapa. Nilitaka kila anayemaliza alale polisi pale, wazazi wake wamfuate polisi. Lakini tusiende huko, wale wahalifu wapo pale. Na hakuna maafali, nenda kafanyie kwenu maafali. Na nyumba kachome za kwenu. Majengo ya serikali waachie wanafunzi wa form 5 waendelee kusoma hapa. Wewe umekuwa kachome za kwenu huko kijijini kwenu. Maafali nenda kafanye nyumbani kwenu na ndugu zako. Hatutaki kuona sura ya mtu aliyemaliza mtihani hapa. Mliomaliza form 6 mtihani wako wapi? Nyosheni mikono. Mmoja mmoja anatoka hapa. Simameni pale form 6 mliomaliza mtihani. Walimu wanyenyuke, wasogee kabisa kule. Hawa ni watu wema, hatuwahitaji. Wasogee, nyie sogeeni mkae kule. Sogee, nyenyukeni. Sogeeni kule. Sogeeni kule afu mkae. Walimu saidieni watu wasogea. Wasogee kabisa. Nataka hawa ambao hatuamini kama ni wahalifu wakae hapa. Nikikukuta wewe ni mhalifu, polisi. Wapo wenzenu polisi pale. Msimamo na maelekezo haya ya mkuu wa mkoa unatokana na taarifa ya afisa elimu sekondari manispaa ya Tabora kuhusiana na kile kilichokuwa kinafanywa na wanafunzi hawa maskini ya Mungu. Huenda wazazi na walezi wa watoto hawa huko walipo wanajipiga kifua na kujinasibu mbele ya jamii kuwa watoto wao wanasoma kwa bidii, tena kwenye shule kongwe na yenye historia hapa nchini Tanzania. Kumbe matokeo yake usiyoyajua ni sawa na usiku wa kiza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwamba katika shule yetu hii wakati mitihani inaendelea ilitokea taarifa kwamba wapo baadhi ya wanafunzi wana mpango wa kufanya jogging barabarani baada ya kumaliza mitihani. Tulipopata taarifa hiyo, kamati ya mitihani ya wilaya kiongozwa na mwenyekiti wetu mkurugenzi wetu wa manispaa, tulifika hapa siku ya asubuhi na kupata taarifa. Lakini baada ya kujiridhisha na kile kilichokuwa kinaendelea, tulielekeza kwamba wale wanafunzi baada ya kufanya mitihani yao ambao watakuwa ni hawa ya KLF pamoja na GM wasiondoke, na tutafanya utaratibu wataondoka kwa kusindikizwa ili kuepuka vurugu ambazo zingetokea njiani. Lakini tulipokuwa tunaendelea kufuatilia kujua tatizo ni nini, kabainika kwamba ili darasa la kidato cha 6 limekuwa na changamoto kwa ambazo walimu wameendelea kuzikontrol kadiri ya uwezo wao kwa muda mrefu. Changamoto zenyewe ni baadhi ya watoto kuwa na simu ambazo walimu wamezikazania kuzikusanya, lakini wakienda wanakuja na zingine. Lakini kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi kutoka eneo la shule kwenda nje ya shule. Lakini wakati mwingine wakitoroka, wakiwa wanarudi, ili wasionwe, wana switch off umeme, kwa maana wanazima umeme, shule yote inakuwa giza, ili wanapoingia isitokee kwamba kuna mtu anawaona. Sasa kutokana na tabia hiyo, wakati wa kumalizia mwisho wao wa masomo, kawaida huwa wanafanya sherehe. Lakini walimu baada ya kugundua zile tabia ambazo ni viashiria vinavyoweza kuwafanya wale wanafunzi wakatuharibia mazingira, walizuia ile sherehe. Kwa sababu wao walipanga sherehe ya shule na wao wanapanga sherehe yao ya mitaani. Wakiwaambia tufanye hiki cha ndani, wao wanataka wapange cha nje. Kwa hiyo mkuu wa shule na management yake wakaamua sherehe isifanyike ili kuweza kunusuru usalama wa shule. Lakini baada ya hayo yote kufanyika, wao wakajipanga sasa kadiri nilivyoeleza kwamba sasa, kwa sababu sisi tumezoea kufanya sherehe baada ya shughuli za shule, sisi twende na jogging yetu mitaani, kitu ambacho kingeleta changamoto kubwa. Lakini pia tulipokuwa tunaendelea kutafuta changamoto zilizopo, ni kwamba shule yetu bahati mbaya walimu wake wote wanaishi nje ya shule. Kwa hiyo hapa kuna nyumba moja tu ya walimu. Kwa hiyo hata ile kutunza discipline yao usiku inakuwa kimsingi ni changamoto. Kwa hiyo kama viongozi kwa maana ya manispaa, mkurugenzi ameliona na alikuwa anaendelea kuangalia kwenye budget kuona namna gani ya kufanya reallocation, tuongeze nyumba kwa ajili ya kulinda usalama wa wanafunzi, kwa sababu namba ya wanafunzi imeongezeka baada ya kuongeza mabweni ya wanafunzi hao. Shule hii kwa sasa ina zaidi ya umri wa miaka 98. Miaka miwili tu imesalia kufikisha karne moja, yani miaka 100.
Mamia na maelfu ya wasomi wamepita mahali hapa, lakini kizazi hiki kichanga bila kuwa na haya na hiana kinajiapiza kuchoma majengo haya mpaka kuteketea na kubaki majivu. Inauma na kusikitisha. Hatujaje kulea maharamia hapa, tunalea wanafunzi wenye nidhamu. Ukimaliza shule ndugu zako wanakutegemea. Mnatuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mimi mkoa wa mkoa nafanya nini hapa? Viongozi wote hao wa mkoa wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ambayo ina wajibu wa kulinda usalama wenu, mnalala, mnaamka, mnaingia madarasani, hakuna kuwabuguzi, alafu mchome shule. Tumekaa hapa. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi? Mkimaliza hapa mmoja mmoja. Bwenini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani na kesi ya kutaka kuchoma shule. Form 5 mnanisikia? Kuna wehu na wahuni wapo waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule. Baadhi yao tumewakamata, tunao. Na hawa waliokuwa wanamaliza wanajiandaa kuungana na wale. Hakuna msalie mtume. Unatoka hapa mmoja, enda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Kadri muda unavyozidi kusonga mbele, mengi yakaibuka kupitia hadhara hii. Lakini pia hili la nidhamu wameendelea kuchukua hatua mbalimbali, na hata hivi tunavyoongea yuko mwanafunzi ambaye anafanya mtihani katika utaratibu ambao sio wa kawaida, kwa sababu na yeye siku chache kabla ya mitihani alikutwa ana tatizo la kinidhamu. Sasa walitumia hekima tu zetu wa bodi ya shule, bwana, kuliko asifanye mitihani. Ameondolewa, kwa hiyo anatoka nje, anakuja anafanya mitihani, anarudi. Na yeye pia alikutwa na simu, na bahati mbaya sana alikutwa ameenda Uyui kabisa huko. Alikuwa na changamoto kubwa kidogo. Akakutwa kwa kwenye guest house huko, na alikuwa na simu. Aliondoka bila taarifa, kwa hiyo alikutwa na mtoto wa kike akiwa anakaa guest huko. Sasa ni hekima tu wametumia uongozi wa shule, waliona kuliko kumfukuza asifanye mtihani, basi anafanya nje ya utaratibu. Kwa hiyo matendo haya ya kustajabisha yanayofanywa na baadhi ya wanafunzi hawa ni wazi kuwa yatawatoa machozi wale waliosoma mahali hapa, akiwemo Nehemia Mchechu, Dr. Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, wakili Camillus Wambura, inspekta jenerali wa polisi nchini Tanzania, Mheshimiwa Balozi Saidi Mshana, Balozi James Galawa, Abdulrazak Badru, Godfrey Mbanyi na wengine wengi ambao si rahisi kuwataja kwa majina yao. Ukifika stendi hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Sasa wale wako tukukute hapo unasema hakuna gari hapo. Yoyote kama unaenda Mwanza hakuna ya Mwanza, panda ya Nzega. Utalala huko mbele, unaenda njiani. Waambie ndugu zako. Kama unaenda Katavi, haipo ya Katavi, panda ya Sikonge. Utalala huko njiani. Tusikukute hapa Tabora. Maelekezo ya kwanza. Ya pili, hakuna kukanyaga katika shule hii tena. Utakanyaga hapa kwa utaratibu. Waambieni na wenzenu ambao wameshaondoka. Ukienda huko siku ya kuja kuchukua aidha ni cheti chako au chochote kinachokutakiwa wewe urudi hapa, unaripoti kwa mkuu wa wilaya huko kwenu huko. Yeye mkuu wa wilaya ataripoti, atakuunganisha na mkuu wa wilaya Tabora mjini. Ukija unaripoti kwa mkuu wa wilaya pale, ndio atakaye kuruhusu mkuu wa shule. Usije ukahudumia mtu hapa bila maelekezo ya mkuu wa wilaya. Tunaelewana? Na asikanyage hapa bila ruhusa ya mkuu wa wilaya pale. Hatuwezi kulea wehu wahuni hapa. Tunajua tuna wanafunzi wema, vijana wazuri wamemaliza form 6. Alafu mnasema mnataka kuchoma shule. Tukae hapa tuwasikilize. Serikali inawasomesha bure hapa. Mnakula bure. Hakuna anayelipia umeme wala maji. Unapendeza, unasema mnataka kuchoma shule. Haya, nataka nione mmoja mmoja ninyo. Walimu, wasimamieni wasio akachukua mzigo sio wa kwake, na polisi. Tokeni watano, mnatoka moja kwa moja stendi. Gari utakaoipata uelekeo kwenu panda haraka kabla hujakamatwa na polisi. Hakuna mzaha hapa. Nyenyukeni watano. Bweni moja naambiwa. Nendeni bweni. Kazi ya kamati hii chini ya mwenyekiti wake mkuu wa mkoa wa Tabora ni kuhakikisha amani na usalama inakuwepo muda wote kwa wananchi wa mkoa wa Tabora. Tutawalinda. Hakuna mtu atakayewafanyia jambo lolote baya. Askari hao watakuwepo hapa. Askari hao watakuwepo hapa kwa ajili yenu na nyinyi form 5 wote.
wala msije mkabugudhiwa. Hakuna atakayewabuguzi, hakuna atakayewanyoshia kidole, na yeyote atakaye kunyoshia kidole, askari hawa wapo hapa kwa ajili hiyo, atalala polisi. Tunaelewana? Tunataka tutunze na tulee vijana walio wema. Mimi ningekuwa kibaka kama hao wanaotaka kuchoma shule, ningekuwa hapa mkuu wa mkoa. Kwani nyie sio wanaume kama mimi? Mnafeli wapi? Kwa nini mnaruhusu ujinga huo? Alafu mwalimu mkuu pia mkuu wa shule. Ni hivi nafsi elimu. Mkikuta kama mmekataza hakuna mtu kumiliki shule na simu hapa shuleni na mkamkuta nayo, hakuna discussion, arudi kwao akatumie simu. Mkikuta mwanafunzi ametoroka na hataki kutoroka, arudi kwao aende kutorokea kwao. Hapa kuna wanafunzi wanaotakiwa kusoma na kulala hapa tu, isipokuwa siku maalumu ambazo mnawaruhusu kutoka, si ndio? Vinginevyo mmekuta ametoroka, yupo nje ya geti, ana simu akatumie kwao, na kutoroka akatorokee kwao. Hakuna mjadala, hakuna suspension, anaenda narudi. Fukuza kama wale tuliwafukuza wakazima waliokuwa wanajirekodi picha za uchi. Hakuna mzaha hii. Tunalea majitu majinga, watu waovu, tunalea majambazi. Hakuna mzaha huo. Ukikutwa na simu hapa kwenu, nenda katumie simu yako hiyo mpaka uzeeke. Ukikutwa nje ya geti umetoroka, nenda kafanye kazi ya kutoroka kwenu, uzeekee kwenu. Hapo watabaki watu wema na vijana wema. Walimu hao wana kazi ya kulea watoto walio wema, sio majambazi. Jambazi huko polisi, mahakamani, jela. Tunaelewana? Ya kwangu ni haya. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.